Lusajo, mambo vipi? Poa kama kawa. Uko vizuri? Tuko poa. Vipi life la Azam? Linasonga, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, msimu unaenda mwishoni. Nataka kuelewa kwa upande wako msimu wa 2024 2025 in general ulikuwa wa namna gani kwa upande wa Azam? Kwanza in general na nina imani msimu ndio ulikuwa mzuri sana. Ndio. Wenye ushindani, vilabu vilivyopanda na vilivyokuwa vilijaribu kuleta ushindani uliokuwa bora mpaka kupelekea ligi yetu kupanda baadhi ya viwango. Kwa hiyo inaonyesha ni jinsi gani ligi ilikuwa nzuri kwenye msimu husika. Kwa hiyo ukirudi kwenye swali lingine la kwa upande wa Azam FC, ulikuwepo ni sio msimu mzuri kwetu kwa maana tulipoteza target nyingi tulizojiwekea mwanzoni mwa msimu. Tumepoteza FA, tumepoteza mashindano ya kimataifa, goals zetu, pia tumepoteza pia ligi mpaka muda huu tuliokuepo, nafasi tuliokuepo hatuwezi tena kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni namna tu ya kuona tunaimalizaje ligi vizuri ili mradi kuweza kujipanga kwa msimu unaokuja, ila all in all ligi ilikuwa nzuri sana na yenye ushindani pia. Nataka kujua, umesema mmepoteza malengo yenu yote nyie kama wachezaji, mkizungumza na viongozi huwa mnazungumza kitu gani? Mazungumzo na viongozi wetu muda mwingi hayawezi kuwa ya tofauti zaidi ya jinsi gani tunaitengeneza timu yetu ili mali turudi tukiwa washindani wazuri na wenye kulichi goli zetu. Kwa hiyo ni sisi kama timu kukaa na viongozi wetu kujua wapi tulianguka msimu huu na kosa gani tulilifanya ili mradi mwakani tusirudie tena. Kwa hiyo nina imani na viongozi wetu ni wasikivu sana, na makosa yaliyojitokeza msimu huu ninahisi wameshayaona na naamini wameshaanza pia kuyafanyia kazi. Kwa hiyo tunategemea kuwa na msimu mzuri pia mwakani. Nataka nijue kwa upande wako wewe kama kapteni, maneno mengi sana huwa yanazungumzwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Yale maneno huwa yanaumiza namna gani nyie kama wachezaji, kwamba wachezaji wa Azam FC hawajitumi, wachezaji wa Azam FC wanapenda starehe? Hii nyie kama wachezaji inawaumiza kiasi gani? Kwa namna moja ni ninatumiza, kwa namna nyingine ni ukiwa na akili nzuri na akili kubwa itakumotivate pia kama wewe mchezaji. Kwa hiyo sisi kuambiwa labda timu haina pressure, sijui mashabiki wachache ndio maana wanashindwa wachezaji kutoa kile kilichokuwa bora. Lakini mimi ninaamini kila mchezaji wa Azam FC ana push jinsi anavyoweza, na mpaka anapofikia mwisho kila kilichokuwa mwilini kwake nini anakitoa pia. Kwa hiyo ni wao perception zao za kuamini labda kitu hichi ndicho kinachokifanya timu inakopoa hivi, lakini mimi ninaamini kila mchezaji anapambana kwa ajili ya Azam FC na ni anatoa kile kilicho bora kwa ajili ya timu yake. Lakini muda mwingine kinakopa kitoshi pia, tunapoteza mechi au tunasare, ni matukio, lakini sio matukio ambayo mchezaji ni anayahitaji sana mchezaji wa timu husika. Na ukiangalia sisi ni kazi yetu. Kwa hiyo unaweza kuelewa hata wewe ukiwa kazini unatakiwa kuwaje, kwa maana kuna familia za watu wengi sana zipo nyuma yetu. Kwa hiyo sitegemee eti mchezaji anaweza kuja uwanjani akatoa kile kilicho nusu akakiacha. Kwa hiyo mimi ninaamini kila mtu anatoa kile kilicho bora kwa ajili ya timu yake. Tuko mwishoni mwa msimu, vipi ofa kwenye meza zikoje huko? Wadau wale Simba, Yanga, toka tuweke wazi kidogo. Mimi hapa sasa hivi ni mchezaji wa Azam FC na nimesalia na mkataba na Azam FC, kwa hiyo nitaitumikia Azam FC pia. Best moment katika msimu wa 2024 2025? Best moment yangu? Ndio. Best moment ni kufunga goli la Azam versus Namungo Luanga, kwa maana tulitoka katika situation ngumu sana. Tulikuwa tunahitaji kuamka na point 3 na tulitoka Tabora kusare bila. Tukaondoka na point 1 ambayo hai kutosha kwa Azam FC. Tukasafiri kutoka Mashujaa kwenda Luangwa, tukaenda kule tukapata goli dakika 70 ngapi sijui. Kwa hiyo ile ndio best moment yangu. Bad moment? Bad moment kupoteza mechi zidi ya Simba Zanzibar. Ilikuumiza sana? Iliniumiza sana kama mchezaji, kwani niliamini mechi tungeweza kuishinda, lakini Mwenyezi Mungu alitoa matukio yale kwetu na tuliyapokea, lakini binafsi iliniumiza kama mchezaji. Bwana, nikushukuru. Kuna lolote ambalo unataka kumalizia kwa mashabiki wa Lusajo? Mimi ninawapenda sana.
Bye bye. Hapo. Ndugu wa Tanzania, kama kawaida naitwa Bambo lile pundi ngomi konfubadi bosi zero semagula zinkonge na zinkonge ni zibzichwalo au ni utitino salendo. Chondi popote ulipo Mtanzania, usisahau kusubscribe Dosto Media. Subscribe kama folder.